Usiku ulikuwa mzito kama dhamira ya muuaji. Kimya kilitawala mtaa wa Mtoni, eneo ambalo zamani lilijulikana kwa usalama wake, lakini sasa linaogopwa kama kaburi la wazi. Asha, mwanadada jasiri na mwandishi wa habari, alipokea simu ya ajabu saa 2 usiku. Ukifika kwenye nyumba namba 17, utaelewa kwa nini saa ilisimama. Click, simu ilikatwa. Kwa kawaida Asha asingepokea simu za kipuuzi, lakini maneno hayo, saa ilisimama, yaligonga hisia zake za uandishi kama cheche ya moto kwenye petroli. Alivaa koti lake la ngozi, akabeba daftari lake la siri na kuingia kwenye gari lake aina ya Toyota IST. Alipofika nyumba namba 17, lango lilikuwa wazi. Nyumba ilikuwa kimya, taa zikiwa zimezimwa. Asha alichukua tochi yake na kuingia ndani taratibu. Ndani ya sebule aliona kitu cha kushangaza. Kulikuwa na saa kubwa ya ukutani imeganda saa 7 na dakika 4. Mbele ya saa hiyo palikuwa na picha ya familia, baba, mama na mtoto wa kiume. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba macho ya baba kwenye picha yalionekana kama yanamfuatilia. Kabla hajachunguza zaidi, ghafla simu yake ililia tena. Nambari haikutambulika. Alipokea sauti ile ya mwanaume, ilisema kwa sauti ya chini, "Usiangalie nyuma yako." Moyo wa Asha uliruka kama umepigwa na shoti ya umeme. Taratibu, kwa woga na udadisi wa kazi yake, aligeuka kuangalia. Hakukuwa na mtu, lakini kwenye ukuta nyuma yake kulikuwa na ujumbe uliokuwa umechorwa kwa damu: "Saa ya kifo inaanza sasa." Asha alihisi mzunguko wa kichwa. Je, alitumbukia kwenye mtego au alikuwa karibu kufichua siri kubwa ambayo ilifichwa kwa miaka mingi? Lakini kabla hajaamua kutoka ama kuendelea kuchunguza, mlango wa nyuma ulifunguka taratibu. Mlango wa nyuma ulipofunguka taratibu, upepo mkali uliingia ndani ya nyumba ukitikisa pazia na kufanya mlio wa sauti ya kutisha. Asa alijibanza ukutani, moyo ukipiga kasi kuliko ngoma za sherehe ya harusi. Tochi yake ikatetemeka mkononi. Katika giza la mlango alionekana mtoto mdogo, takriban miaka 12. Uso wake ulikuwa mchafu, macho yakiwa mekundu kana kwamba hakulala kwa siku kadhaa. Alimwangalia Asha bila kupepesa macho. "Usiendelee kuchunguza," mtoto alisema kwa sauti ya kuogofya isiyoendana na umri wake. "Kila anayejua kuhusu saa hiyo anapotea." Asha alibaki kimya. Alitaka kuuliza maswali, lakini kabla hajafungua mdomo, mtoto huyu aligeuka na kukimbia nje kupitia dikiza la bustani. Kwa haraka Asha alitaka kumfuata, lakini aliposogea kwenye mlango ule, ghafla mlango ulijifunga kwa kishindo kikubwa. Ndipo akasikia sauti ya kukwaruza kwenye dari juu yake. Alipoinua tochi juu, macho yake yakakutana na kitu kisichotarajiwa. Mwanamume mmoja akiwa amening'inia kwa kamba shingoni. Mwili wake umekauka kana kwamba ulikuwa hapo muda mrefu. Lakini kilichomchanganya zaidi, kwenye shati la mwanaume huyo kulikuwa na karatasi iliyoshikiliwa na sindano. Asha alipoisogelea karatasi, alisoma maneno yaliyoandikwa kwenye wino mweusi: "Saa 7 na dakika 4, hapa ndipo kifo kilipoanza. Ikiwa umefika hapa, wewe ndiye unayefuata." Mikono ya Asha ilianza kutetemeka. Hakuelewa kama ilikuwa ndoto ama ukweli, lakini alichojua ni kwamba sasa hakuwa tena mwandishi wa habari anayetafuta taarifa, bali alikuwa sehemu ya siri kubwa ya familia hii ya ajabu. Ghafla simu yake ikaita tena. Akaweka sikio taratibu. Sauti ile ikasema, "Tunakuona Asha." Na saa inakaribia kugonga tena. Tochi ikazimika, giza ikatawala. Asha alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi ya ajabu. Akagusa tochi yake, akaitikisa mara 2, taa ikawaka kwa mwanga hafifu. Lakini mwanamume aliyening'inia juu alikuwa ametoweka. Asha akajisemea, "Haiwezekani." Asha alijisemea, macho yake akiangalia darini. "Nimeuona kwa macho yangu." Wakati bado hajapata majibu, ghafla mlango wa chumba cha kulia ukafunguka wenyewe, ukitoa mlio wa magogo ya zamani. Ndani kulikuwa na meza ndefu ya mbao, vyombo vya chakula vikiwa vimeandaliwa kana kwamba familia ingeketi kula muda huo. Lakini chakula kilikuwa kimeoza, harufu ikichoma pua.
Kiti cha mbele ya meza kilikuwa kimeandikwa kwa damu neno moja, karibu. Aisha akasogea taratibu. Wakati akitaka kuangalia vyema maandishi yale, simu yake ikaita tena. Sauti ya mwanaume ile ile ya fumbo ikasema, familia haijakamilika, wapo watatu lakini mmoja hayupo, tafuta ndipo utaelewa. Mara ghafla kiti cha mwisho cha meza kikaanza kusogea kwenye kiti kikitetemeka kana kwamba kuna mtu asiyeonekana ameketi hapo. Sufuria lililojaa maji lilikuwa juu ya meza na ndani yake kulikuwa na saa ndogo ya mkononi ikilia tik tak tik tak. Aisha akanyosha mkono kwa hofu, akachukua saa hiyo ndogo. Saa ilisimama saa 7:04 pia, muda ule ule uliokuwa kwenye saa ya ukutani, lakini tofauti ni kwamba hii ilikuwa ni maandishi madogo upande wa nyuma, ukweli wote upo chini ya nyumba. Kabla hajatafsiri maana ya maneno hayo, ghafla dari lote likatoa sauti ya kulia, sauti ya mtoto, mama, kwa nini uliniacha? Aisha akakaza tochi juu na mara akashangaa kwenye dari lililopasuka. Uso wa mtoto yule yule aliyemuona bustanini ulijitokeza, macho yake yakidondoka machozi meusi yanayong'aa. Kigusa tena saa hiyo, mtoto akasema kwa sauti ya maumivu, utajua ni nani aliuawa kwanza. Kisha uso ukatoweka. Aisha alishikilia saa ndogo aliyopata mezani, akiisoma kwa makini. Maandishi yale madogo, ukweli wote upo chini ya nyumba, yalizidi kumchanganya. Alijua sasa siri haiko juu wala ndani ya nyumba, bali chini ya miguu yake. Alitembea kwa makini akielekeza tochi sakafuni. Katika kona ya sebule aliona mbao moja ikiwa imeinuka kidogo kuliko zingine. Alipiga teke kwa upole, ikatingisika. Hapo hakusita, akavuta kalamu yake ndogo yenye kisu aliyoibeba daima kwa kujilinda, akachokonoa mpaka mbao ikafunguka. Chini yake kulikuwa na shimo dogo lenye ngazi ya chuma iliyoonekana kuchakaa kwa kutu. Harufu nzito ya unyevu na kitu kilichooza ilipanda juu haraka. Aisha akashusha pumzi ndefu, akawasha rekoda ya sauti kwenye simu yake. Kama sitarudi, mtu mmoja atajua kilichotokea, alijiwazia. Kisha akashuka taratibu kwenye giza. Ngazi ilimpeleka kwenye korido nyembamba. Kuta zilikuwa zimepakwa maandishi ya damu yaliyokauka, usitupe macho yako nyuma. Mlio wa matone ya maji ukawa kama muziki wa kutisha unaoendelea. Kadri alivyotembea aliona vyumba vidogo vilivyofungwa kwa milango ya chuma. Kila mlango ulikuwa na alama ya ajabu, msalaba uliogeuzwa, duara lililokatika na moja likiwa na herufi 3 AMN. Moyo wake ukamwambia kuna kitu kikubwa sana kilifichwa hapa. Aliposogea mbele zaidi, alifika kwenye chumba kikubwa kuliko vyote. Mlango wake ulikuwa wazi nusu. Ndani kulikuwa na meza ya upasuaji wa zamani, zikiwa zimejaa zana za chuma zilizopauka. Lakini kilichomfanya piga hatua nyuma kwa hofu, kulikuwa na maboksi 4 makubwa ya mbao yaliyopangwa kona moja ya chumba. Maboksi yalikuwa yameandikwa majina: 1 Saida, 2 Musa, 3 Hamid na 4 na la mwisho halikuwa na jina kabisa. Aisha alipiga hatua za taratibu, mikono ikitetemeka. Aliamua kufungua boksi la kwanza akitumia kisu chake. Alipolivuta, kifuniko kilifunguka kwa kishindo. Ndani yake kulikuwa na mifupa ya mwanamke ikiwa imefungwa kwa kamba shingoni. Lakini kabla hajachunguza zaidi, tochi yake ilidondoka sakafuni kwa mshangao, kwani kwenye dari la chumba hicho alisikia sauti ya kifusi kikidondoka na sauti ya kicheko na cha kiume kikali. Haujui bado, saa 7:04 sio muda wa kifo, bali ni muda wa kuamka tena. Ghafla boksi la 4 lile lisilo na jina likaanza kutikisika lenyewe, kana kwamba kuna kitu kilicho hai ndani yake kikijaribu kutoka. Boksi la 4 liliendelea kutikisika, vumbi likikuta juu yake. Aisha alihisi miguu yake ikitetemeka, lakini udadisi wake ulimshinda hofu. Alipiga hatua 2 za taratibu, akashusha pumzi na kukunja mikono yake kana kwamba anajiandaa kwa lolote. Kwa kutumia kisu chake alibomoa sehemu ya kifuniko.
Mara moja sauti ya kupiga kelele kwa nguvu ilitoka ndani ya boksi. "Nifungue!" Asha aliruka nyuma, moyo ukidunda, lakini sasa haikuwezekana kuacha. Kwa haraka akavuta mbao zilizovunjika, na ndani yake hakuwa mfupa, bali mtu mzima aliye hai. Macho yake yalikuwa mekundu, ngozi yake ikiwa imejaa makovu ya kuchomwa, na mikono yake imefungwa kwa minyororo ya tukutu. Mwanamume huyo alimtazama Aisha moja kwa moja, akatabasamu vibaya. "Wewe ndiye mwandishi, tulikuwa tunakusubiri." Aisha alishtuka. "Unanijua?" "Ndiyo, kila kizazi cha familia hii kimechagua mmoja wa kuendeleza laana. Saa 7:04 ni muda ambao roho zetu zinapewa upya. Lakini safari hii mwandishi ndiye atakayebeba siri hii." Uba la upepo baridi lilipita chumbani, taa ya tochi ikatetemeka. Ghafla maboksi mengine matatu yaliyo na mifupa yalianza kuvunjika yenyewe. Mifupa ikatoka na kusogea sakafuni kana kwamba inavunjwa na nguvu isiyoonekana. Vipande vya mifupa vikaunda alama kubwa ya duara katikati ya chumba. Mwanamume yule aliye kwenye box la 4 alinyanyua kichwa, akapaza sauti, "Saa inakaribia kugonga tena, na ukiwa hapa utajua nani aliuawa kwanza na nani ataishi milele." Asha alitaka kukimbia, lakini mlango wa chumba ulijifunga kwa kishindo. Simu yake ikaita tena. Sauti ile ya siri ikasema kwa ukali, "Usijaribu kumuokoa, kwa sababu mtu huyo ndiye muuaji wa familia nzima." Asha akageuka kumtazama yule mwanaume aliyekuwa ndani ya box la 4, ambaye sasa alikuwa ameanza kuvunja minyororo yake kwa nguvu zisizo za kawaida. Macho yake yakawaka kama moto mwekundu. Je, nini kitafuata? Basi tuendelee katika sehemu inayofuata. Usikose sasa subscribe na uweze kulike ili usiweze kukosa sehemu inayofuata.